wasome, wanachinja nini? Si ni binadamu? Ng'ombe anachinjwa na damu lita moja. Ng'ombe aliyo na damu lita moja unafaa kula kweli? Mkuu wa idara ya mifugo na uvuvi. Waziri wa mifugo, tunaumia sana, tunakula nyama randa ambayo hawajawahi kufundishwa wachinjaji jinsi ya kuchinja nyama na nyama gani inahitajika binadamu wale. Tunaomba msaada kwa wachinjaji, wapewe elimu. Tunaona kwenye TV, ukiangalia hata Tabora wanapewa elimu ya uchinjaji. Hebu wapeni watu wetu elimu ya uchinjaji ili tupate angalau afya bora kama nyie. Mtusaidie, tunaumia. Wewe ni waziri wa mifugo, lakini hata sekta ya afya tunaumia. Unaambiwa kata bima, unaenda hospitalini dawa hamna na una bima. Hivi kazi ya bima ni nini? Na hii dawa unaambiwa nenda ukanunua sehemu fulani, unapenda kuinunua ni dawa kabisa, utaipata ni dawa kabisa ya serikali ambayo inataka inanisaidia mimi. Sisi tunaumia kwa kweli. Watumishi wenu mnaweka kwenye sekta, wanakaa katika mazingira mpaka wanazoea na watu wa pale, wanasahau kazi iliyowaleta kwenye mazingira hayo. Miaka 10 mtu anakaa sehemu mpaka anaoa, anaanza wajukuu, anaolewa. Hizo dawa hatupati. Mazingira ya kuzitoa kwenye dispensary yapo, wanazipata. Tafuteni jinsi, na kuomba Mheshimiwa Waziri wa Mifugo, umekuja. Mkuu wa wilaya naye nafikiria analisikia na mkurugenzi yuko hapo. Umelisemea sana swala ng'ombe wanaoboreshwa, umepongeza sana wanaoboresha ng'ombe. Lakini tatizo kubwa ilipo kwenye kata yetu na maeneo mengi, hatuna majosho. Serikali inafikiriaje swala majosho katika maeneo haya ili ng'ombe wetu wazidi kuwa na ubora zaidi? Mheshimiwa Waziri, ni kweli kwamba unakiri kwamba mkoa wa Mara una mifugo mizuri na imenenepeshwa. Ni muda mrefu sisi wakulima tunataabika kupata soko la mifugo yetu. Kwa sasa hivi tunategemea tu soko la jirani. Ombi langu kama waziri, naomba mtuletee kiwanda cha mkoa wa Mara ili tuwe na ushindani, ili sisi wakulima mifugo yetu tuweze kuuza kwa uhuru. Naombi na nina oni kidogo. Makandarasi mnaotuletea katika ujenzi wetu wa miundombinu hawajengi kulingana na viwango vyetu vya matumizi ya wananchi. Havikidhi matumizi ya wananchi. Mkandarasi mliotuletea kujengea mnada, hata ukiangalia majengo yetu yaliyojengwa utafikiri kwamba hayana, ukiangalia hata kwa macho, mimi si mtaalamu lakini nikiangalia kwa macho ni kwamba hayakidhi viwango vya matumizi. Ng'ombe ni kiumbe kinachokimbia. Akikimbia kigonga ukuta, ina maana ukuta ule utaporomoka. Ina maana sisi wananchi tutakuwa tumekosa tena miundombinu hiyo. Angalia fence hii ilikuwa imejengwa, imezunguka, lakini imekuwa haijengwa katika viwango vinavyohitajika. Tayari yenyewe inaporomoka, inaanguka chini, hakuna mtu anayesukuma. Kwa hiyo tunaomba, mimi ombi langu, mtuletee makandarasi wanaokidhi haja za wananchi sisi. Ulinzi na usalama wa mifugo, kata tunayotoka, kata ya Ikoma na Goribe, tunaibiwa ng'ombe kila siku. Nini kauli ya serikali kuhusu uwizi na kuudhibiti? Asante sana. Jambo la pili, Mheshimiwa, bila wabiashara huu mnada hauwezi kufanyika. Lakini wafanyabiashara wakishanunua ng'ombe, kuna kodi tunalipa za halmashauri. Lakini ukikanyaga barabara unaambiwa TANROADS kila ng'ombe 25,000. Kwa nini halmashauri siainishe hizi kodi ziwe pamoja? Mfanyabiashara anaponunua ng'ombe anajua analipia shilingi ngapi, usumbufu wa njiani usiwepo. Nina maswali mawili Mheshimiwa. Nimesikia ukiongelea habari ya chanjo kuhusiana na ng'ombe. Vipi kuhusiana na chanjo kwa habari ya kuku? Kwa sababu Mheshimiwa, sisi ni wafugaji. Na ukitembea kwenye kila kaya utakuta kuku zipo. Lakini kuku mtu anajitahidi kufuga, lakini kuku wanakufa kwa sababu hatuna dawa au chanjo ya kuku. Kwa hiyo tusaidie Mheshimiwa, kama inawezekana basi tusapate hiyo chanjo pia na kuku, ili tusaidie sisi vijana pia tunapoendelea kufuga tupate pia. Lakini Mheshimiwa,
jambo la msingi sana ambalo nilitamani. Umezungumzia habari ya malisho ya ng'ombe, kwa maana kwamba malisho hayo ni mkakati wa wizara kuhakikisha kwamba malisho yanakuwepo wakati wa kiangazi. Vipi kuhusiana na habari ya ng'ombe wa maziwa? Kwa sababu uhitaji wa maziwa katika hii kata yetu na wilaya yetu hii na hasa kijiji hiki ni mkubwa. Tumeona serikali wakati mwingine kiwezesha vijana kupata ng'ombe wa kisasa, wanafuga na wanapata maziwa ya kutosha, wanauza, wanajipatia kipato. Sisi kama vijana tunaomba mheshimiwa, kiwa wizara yako inasikia, na nikuombe mheshimiwa, hichi kijiji cha Randa tusaidie na sisi vijana. Kitupatia ng'ombe wa maziwa kama mradi hata 3 au 2, tutajikusanya na tutafuga kwa kisasa, na hata hayo mazao tutalima sisi wenyewe ili tupate namna ya kuwatunza hao ng'ombe wa kisasa wa maziwa. Afisa mifugo amekiri hapa na wewe umethibitisha kwamba imepangwa budget, si ndio? Ni kweli. Sasa kupanga budget jambo moja, kupeleka hela jambo jingine. Kwa tatizo kama hili linalozungumzwa hadharani, kiwe kipaumbele cha halmashauri. Mheshimiwa diwani wa kata hii lisimamie jambo hili. Mheshimiwa DC lisimamie kwa niaba ya RC, halafu tuwasiliane. Kama ni masuala ya elimu ya uchinjaji ya changanyikane, lakini naambiwa sehemu kubwa ni tatizo la mazingira ya machinjio, ambayo jambo hilo limejulikana tangu mwaka jana na halijashughulikiwa. Lakini niseme swala la afya ya binadamu ni muhimu sana tunapokuwa tunatayarisha vyakula. Vyakula vyote hasa vya protini, nyama, maziwa, samaki vinahitaji kiwango cha hali ya juu cha usalama, na ndio maana tuna bodi ya nyama. Na hapa naelekeza mtu yoyote anayehusika na bodi ya nyama eneo hili aje aangalie hiyo machinjio na atoe muda maalum. Kama hayajarekebishwa machinjio hiyo ifungwe. Ndivyo sheria inavyosema, ndivyo sheria inavyosema. Na hali ya machinjio ikiwa mbaya, maana yake usalama wa watu uko hatarini, na sheria ya usalama wa vyakula hasa mazao ya mifugo na uvuvi iko chini ya wizara yangu. Kwa hiyo mnaponiuliza mimi, mko sahihi. Tumekubaliana hapa na watoa hela. Mheshimiwa diwani, unakaa kwenye kikao, shirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkurugenzi, fanya hivyo. Nakushukuru sana, ushauri wako tumeupokea. Tunataka kwenda kuangalia mfumo mzima wa utoaji wa vibali vya aina zote katika ngazi zote, na tutazingatia maoni ya wafugaji na wafanyabiashara. Hatutawaletea mapendekezo ambayo hayatokani na mawazo yenu na ushauri wenu na uzoefu wenu. Tuko tayari kuwasikiliza. Na pili ni vizimba. Wataalamu tumeshakubaliana, mkuu wa mkoa yuko makini. Yuko makini, na kwa sababu ni mwana Yanga pia yuko makini kama Yanga. Tumekubaliana mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwenye ufugaji wa vizimba. Tutafute mikopo, utaalamu na teknolojia, tuongeze vijana wengi kwenye ufugaji wa samaki kwa vizimba. Jambo mawili kwenye mifugo. Tumekubaliana tuwe na mfumo mzuri hapa Mara wa kuboresha mifugo kwa kunenepesha, lakini kwa kuwa na madume au mbegu za kisasa zinazosaidia kubadilisha mifugo yetu, na kituo kiwe hapa Mara. Tumekubaliana pia kuangalia uwezekano wa kulima malisho, kwa sababu ardhi inapungua, matumizi yanaongezeka, maeneo ya malisho yanapungua, hali ya hewa inabadilika. Siku hizi kuna teknolojia na mbegu za malisho ambayo unaweza ukalima wakati wa mvua, wakati wa kiangazi ukayahifadhi wakati wa mvua, ukayatumia wakati wa kiangazi, ukasaidiana na malisho ya asili. Hayo tumeshakubaliana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wabunge, tutakwenda kusimamia hayo. Kwa hata wataalamu tunao wizarani, na naibu katibu mkuu amesikia, tutaleta wataalamu, kwa sababu kuna watu wengine wanaweza wakatafuta vyanzo vyao wakakopeshwa, lakini hajui kizimba kinapatikanaje, hajui vifaranga vinapatikanaje, hajui chakula cha samaki kinapatikanaje, unamlisha kwa muda gani, unamtunza kwa namna gani. Hayo yote watu wakiyajua, kama ambavyo wameanza kujua kuhusu unenepeshaji, huko nako tutafanya vizuri kama tunavyofanya vizuri kwenye mifugo.
Nakushukuru sana Bwana Godfrey. Mama, unaonyesha pesa zinazotakiwa kugawanywa kama mapato ya vijiji mara nyingi huwa haziendi kwenye vijiji, zinapotea. Hilo nalifahamu. Hilo nalifahamu nikiwa katibu mkuu wa chama. Ni tatizo la kitaifa la nchi nzima. Sasa tukitaka kubadilisha mambo, lazima tutendeane haki na tusimamie taratibu tulizojiwekea. Kama tumekubaliana namna ya kugawanya, hata hapa wizara ya serikali kuu tuna mgawanyo wake, halmashauri tuna mgawanyo. Ukienda kwenye kijiji mgawanyo unakatika. Nani anaukata huo mgawanyo? Kwa nini usishuke mpaka kwenye kijiji? Kwa sababu hata kwenye kijiji kuna mahitaji. Shule nyingi za msingi ziko chini ya kijiji, wana mambo yao ya kuhusu usalama. Kuna mambo mengi wanayafanya kama serikali ya kijiji, wana vikao. Kwa hiyo utaratibu huo umewekwa ili haki itendeke katika mgawanyo wa mapato katika ngazi zote. Tatizo tulilonalo na hili la nchi nzima, na nitakwenda kumweleza Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ndiye ofisi yake inashughulikia na masuala ya TAMISEMI, na Mheshimiwa Profesa Shemdoe ambaye ni waziri wa nchi katika eneo hilo. Lazima tusahihishe eneo hili, tujisahihishe katika eneo hili, kwa sababu wakipata mapato hayo wanaweza wakanunua tanki pia la maji, wanaweza wakachimba kisima cha maji. Yako mahitaji kwenye serikali ya kijiji kama yalivyo mahitaji kwenye halmashauri na serikali kuu, na ndio maana ya kuwa na utaratibu huo. Hili la maji nimelisema, lakini umeniongezea ufahamu, na nadhani na mkuu wa wilaya amepata ufahamu zaidi. Kama kuna huduma za maji ambazo zikirekebishwa haraka zinaweza zikaendelea wakati tunasubiri mradi mkubwa, hilo nalo ni wazo zuri. Kama kuna usimamizi ambao ni dhaifu kwa watu wanaopewa jukumu la kusimamia huduma za maji mliowachagua, kaa kitako mwabadilishe, mweke watu wanaowafaa. Na hayo yote nadhani ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi ya mkuu wa wilaya watayashughulikia. Nije hapa ya utaratibu, na kwa hiyo hatuzuii watu kufanya biashara, lakini wanaonunua kwa kuwategeshea kurudi wapokea huko kwa njia za upenyo, waje wanunue huku, na wakati huo huo tutafute mbinu wanazozitumia wao za kuwa na viwanda. Nadhani hayo ndio maelezo na ushauri wako unaotoa, na ndivyo nilivyosema Bwana Julius. Vijana na uvuvi, nimesema kuna tatizo la uvuvi sio kuzingatia sheria. Nikasema kuna tatizo la mikopo kwa vijana wanaotaka kujituma hasa kwenye uvuvi mpya huu wa ufugaji wa samaki kwa vizimba. Nikazungumzia swala la usalama. Kama mmefuatilia, kwa upande wa bahari ya Hindi, serikali imenunua boti za kisasa za mwendo kasi kwa ajili ya doria na kuimarisha usalama kule. Tutafanya hivyo hivyo kwenye maziwa yote makuu. Na pale Mwanza, kama mlifuatilia, mwezi wa 12 mwaka jana, Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua kituo cha uokozi kwa watu ambao wanapata dharura, labda kuna dhoruba, na kupiga simu. Sasa mamlaka tunataka kuiunda lazima iwe na boti za mwendo kasi na watu waliofunzwa kufanya doria ili kulinda usalama wa wavuvi wetu. Hilo tunalifahamu, na tunaomba pia mtupe ushirikiano kuwa mnatoa taarifa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mnapopata matukio hayo, ili pia vyombo vilivyopo pia, kwa sababu na vyenyewe vina vifaa vyao, waweze kufuatilia jambo hili. Na mkuu wa mkoa kanieleza mikakati yake. Mingine siwezi nikaisema hadharani hapa kwa sababu ni mikakati ya kiusalama inayohitaji kulinda nchi na watu wake, lakini nalifahamu vizuri Bwana Julius, na nimelisema hapa, na kwa kuliuliza jambo hili umeweka msisitizo.